Uhali gani mwanafamilia wa michezo, ni matumaini yangu ubuheri wa afya. Ni kukaribishe tena katika chaneli yako pendwa ya Sports Wave, ama unaweza ukapenda kuita mawimbi ya michezo. Ni moja ya ahadi ambayo nimeweza kukuahidi wewe shabiki wa chaneli yetu ya Sports Wave, ni kwamba nitaweza kukusogezea taarifa zote za kimichezo ambazo zinajili kunako anga ya kimichezo, lakini pia zile ambazo zitakwenda kujili katika uso wa michezo hapa kwetu nchini Tanzania. Na moja ya jambo ambalo hii leo ninaweza kukusogezea masikioni mwako uweze kutega sikio na kunisikiliza vyema, ni juu ya nyota ambaye anahusishwa zaidi na vilabu viwili hapa, na vizungumzia klabu ya Young Africans pamoja na wekundu wa Msimbazi Simba, na si mwingine ni Allan Okello, mchezaji kutoka pale nchini Uganda, mchezaji mwenye umri wa miaka 25 pekee, ambaye kwa madirisha kadhaa nyuma amekuwa akihusishwa zaidi kuja kutumikia vilabu hivyo, nikimaanisha klabu ya Young Africans lakini pamoja na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa hii leo nitakwenda kukutajia baadhi ya takwimu zake ambazo ziliweza kumfanya aweze kuzungumzwa zaidi katika ulimwengu wa soka, kwani tukumbuke hivi sasa mchezaji huyo yupo na taifa lake la Uganda katika michuano ya AFCON inayoendelea kule nchini Morocco. Lakini kabla ya kuendelea mbele, ni kusii wewe ambaye bado huja subscribe hapo katika mkono wako wa kushoto, basi jaribu kusubscribe ili usiwe unapitwa na taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo nitakuwa nikikusogezea masikioni mwako. Sasa twende tukamwangazie Allan Okello, tukamfahamu, lakini pia tukafahamu takwimu zake kipindi yupo katika ligi kuu ya pale nchini Uganda, mpaka anahusishwa hii leo na kujiunga na miamba ya hapa jijini Dar es Salaam, nikizungumzia klabu ya Young Africans pamoja na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kabla ya yote, Allan Okello ni mchezaji ambaye alizaliwa mwaka 2000 tarehe Julai 4 akiwa na miaka 25, na mara yake ya kwanza aliweza kujiunga na klabu ya KCC ya pale nchini Uganda mwaka 2017 mpaka 2020 aliweza kuitumikia klabu hiyo kabla ya kuuzwa, na katika msimu huo Allan Okello aliweza kukiwasha kwelikweli kunako ligi hiyo ya Uganda akiwa na rekodi ya mechi 68 huku akifunga magoli 28 katika msimu huo, na moja ya msimu ambao watu wengi walimfahamu Allan Okello, na ikapelekea mataifa mbalimbali ama vilabu mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali vikiwemo Al Ahly ya pale nchini Misri, Mamelodi Sundowns ya pale Afrika ya Kusini kuvutiwa na Allan Okello. Ni katika msimu ambao alikiwasha sana pale katika klabu ya KCC ya pale nchini Uganda katika msimu wa mwaka 2000 kuanzia mwaka 2017 mpaka 2020. Hakika mwamba huyo alikiwasha kwelikweli, lakini baada ya mafanikio hayo na kuonyesha kiwango kikubwa aliweza kuuzwa na kwenda Paradu Athletic Club, moja ya klabu ya pale nchini Algeria. Sasa baada ya kwenda huko katika klabu hiyo Paradu Athletic Club ya pale nchini Algeria, Allan Okello kwa bahati isiyokuwa nzuri aliweza kutoonyesha kiwango bora ndani ya kikosi hicho, kwani katika mechi 33 ndani ya ligi hiyo ya pale nchini Algeria aliweza kufunga mabao 3 pekee, na aliweza kusaini kandarasi ya miaka 4 na klabu hiyo ya Paradu Athletic Club ya hapo nchini Algeria. Na kwa bahati mbaya mwaka 2023 waliweza kusimamisha mkataba wake baada ya kuona kwamba hana uwezo tena ama ameshinda kuonyesha kile kiwango ambacho alikiweza kukionyesha akiwa na KCC ya pale nchini kwao. Hapa naizungumzia nchi ya Uganda. Hivyo waliweza kusimamisha mkataba wake, na awali kwamba mkataba huo ulitakiwa uishe mpaka 2024, kwani alisaini kandarasi ya miaka 4
kukitumikia kikosi hicho cha pale nchini Algeria. Sasa waliweza kumtoa kwa mkopo kwenda pale KCC tena mwaka huu 2023 na aliporudi KCC, Alan Okello aliweza kucheza mechi kadhaa, lakini baada ya kurejea KCC aliweza kuonyesha kiwango tena ndani ya kikosi hicho na baadaye kuwavutia mabosi wa Vipers ambao sasa waliweza kumwekea takribani dola 30,000 mezani ili kuweza kumshawishi kujiunga na Vipers. Hatimaye aliweza kuondoka katika klabu hiyo ya KCC baada ya mkataba wake kumalizika wa mkopo ambao aliweza kusaini na Paladou Athletic Club ya pale nchini Algeria. Sasa baada ya kuvutiwa na mabosi wa Vipers aliweza kumove kutoka KCC pale na kujiunga na Vipers. Sasa baada ya kujiunga na Vipers, minong'ono ilikuwa mingi ama taarifa zilikuwa nyingi zaidi kuhusu Alan Okello. Baada ya kuondoka katika klabu ya KCC, hakika mashabiki wa KCC waliweza kuumizwa sana na jambo hilo, lakini pia katika upande wa timu ya taifa, Alan Okello mpaka hivi sasa tunapozungumza hivi sasa yupo katika michuano ya AFCON akiwa na contribution katika michezo yote ambayo ameitumikia taifa hilo akiwa na mabao 6 mpaka hivi sasa. Lakini kwa nini anahusishwa na vilabu mbalimbali vya hapa kwetu nchini Tanzania, hususa vilabu viwili kongwe hapa kwetu hapa, na vizungumzia klabu ya Simba Sports Club lakini pamoja na Young Africans. Kwa ukimwangalia Alan Okello ni mchezaji mwenye umbo dogo lakini pia mwenye kipaji kikubwa zaidi, hivyo huwezi shangaa kuhusishwa na vilabu kama hivyo vya Kariakoo. Lakini kwa upande wa Young Africans kumekuwa na tetesi nyingi zaidi, lakini ukweli ni kwamba Alan Okello yupo katika mazungumzo na klabu ya Young Africans, na kwa taarifa mbalimbali ambazo zinasambaa kwamba amemfollow rais wa klabu ya Young Africans, hapa namzungumzia Engineer Hersi Said, lakini pia ameweza kuifollow klabu ya Young Africans, na taarifa za chini zinasema kwamba yupo katika mazungumzo ya uongozi wa klabu hiyo. Lakini taarifa ni kwamba kupitia kocha mkuu Pedro, kocha mkuu wa Young Africans, yeye hajampendekeza Alan Okello kama chaguo lake la kuja katika eneo la namba 10, na badala yake Pedro yeye anahitaji namba 10 ambaye mwenye umbo ama mwenye sifa kama Jean Charles Ahoua, kwani tukumbuke kocha huyu Pedro wa klabu ya Young Africans ni kocha ambaye anausudu zaidi wale watu wanne wa mbele, nikimaanisha namba 10, lakini pia winga wa kushoto na kulia, lakini pamoja na mshambuliaji anapenda wawe wana force kwa nguvu sasa, ama wana pressurize mpinzani kwa nguvu. Sasa ukimwangalia Alan Okello si mtu wa design hiyo ambaye anaweza kupress kwa nguvu, na kocha huyo anahitaji mtu mwenye misuli ambayo ataweza kupress zaidi, lakini pia kuwaharas wapinzani katika lango lao. Sasa kocha Pedro yeye ameweka wazi kuwa hamuhitaji Alan Okello ama hahitaji huduma ya mchezaji kama Alan Okello, badala yake anahitaji mchezaji mwenye misuli lakini pia mwenye uwezo wa kupresi kwa nguvu kule mbele katika eneo la ushambuliaji. Lakini pia kwa upande wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, kumekuwa na tetesi nyingi ama minong'ono mengi juu ya Alan Okello kuweza kujiunga na miamba hiyo ya pale Kariakoo, lakini ukweli ni kwamba klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kumtambulisha kocha wao mkuu Steve Barker ambaye anatoka kule Afrika ya Kusini, kocha huyo amekuwa akimhusudu zaidi Jean Charles Ahoua, na kumekuwa na taarifa mbalimbali zikimhusu Jean Charles Ahoua kutoongeza mkataba, lakini ujio wa Steve Barker huenda ukamfanya Jean Charles Ahoua kuendelea kusalia kunako klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, kwani kabla ya kocha huyo Steve Barker kuja kunako miamba hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba alishawahi kusema kuwa anampenda Jean Charles Ahoua na anavutiwa na namna ya uchezaji wake ndani ya klabu hiyo, na
Hiyo ndo taarifa rasmi kwa upande wa Young Africans, lakini pia kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba juu ya kuhusishwa na mchezaji Alan Okello, nyota mwenye umri wa miaka 25 anayehusishwa zaidi kuja katika miamba hii ya jijini Dar es Salaam. Hapa naizungumzia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia Young Africans, ambapo tunaona kwamba vilabu mbalimbali vipo katika kujiandaa kuboresha vikosi vyao katika dirisha dogo la usajili la hapo mwezi Januari, zikiwa zimebakia ama zikiwa zimesalia siku chache kabisa dirisha hilo kuweza kufunguliwa na vilabu mbalimbali kufanya maboresho katika vikosi vyao. Lakini hiyo ndo taarifa ambayo nimekusogezea, ambayo najua watu wengi walikuwa wanaisubiri ama wanatamani kufahamu ukweli ni upi, na ukweli ni huo ambao nimeweza kukusogezea juu ya Alan Okello kujiunga ama uwezekano wa kujiunga na Young Africans, lakini pia upande wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa wewe niambie hapo katika comment kwamba baada ya kutajia takwimu zake na aina ya uchezaji wake, lakini pia wewe ambaye umemshuhudia Alan Okello, je, ana deserve kuja kutua katika ligi yetu ya NBC Premier League katika vilabu hivyo vikubwa viwili? Hapa ni vizungumzia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia klabu ya Young Africans. Shusha maoni yako hapo katika comment section na uniambie juu ya mtazamo wako. Hadi wakati mwingine, na kwaheri kwa sasa.